Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 13, siku ya Jumapili. Mada ya leo inatuelekeza kujifunza mwili mmoja. Sitiari chache za kibiblia zinakazia uhusiano wa karibu sana Mungu anaotamani kuwa nao na wanadamu zaidi ya ile ya ndoa. Sitiari hii inatumika mara kwa mara katika masimulizi ya Biblia na inajitokeza kwa wazi sana katika Ufunuo, kiasi kwamba ni muhimu kwa wanafunzi wa Biblia kufahamu kile Mungu anachomaanisha anapoitumia katika neno. Soma Mwanzo sura ya 2 ya 23 hadi 25 na Waefeso sura ya 5 ya 29 hadi 32. Ni kwa njia zipi ndoa ya kibinadamu inaakisi uhusiano wa Kristo na wanadamu? Katika tukio ambapo Yesu alikuwa akizungumza na Mafarisayo, alinukuu simulizi la mwanzo juu ya ndoa ya Adamu na Hawa, ambapo Mafarisayo waliuliza swali haraka: jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Mathayo 19:7. Musa kwa hakika alichukuliwa kama nabii mwasisi wa taifa. Hebu fikiria kumhoji mwanzilishi wa taasisi ya ndoa, wakimtega kwa kumtumia nabii wake mwenyewe. Mbinu yao hiyo ndiyo hasa walivyokuwa wakiitumia kwa Yesu. Mara nyingi walijaribu kuthibitisha kwamba mafundisho yake yalihitilafiana na maandiko. Ndoa ya maisha yote yenye uaminifu ilikuwa ndiyo mpango mkamilifu uliowekwa na Mungu wakati wa kuanzishwa kwa jamii ya wanadamu. Wanadamu walioanguka, cha kusikitisha, waliharibu zawadi hii ya msingi kutoka kwa Mungu. Yumkini kwa kuzingatia umuhimu ambao maandiko yanaipatia ndoa, si nasibu kwamba taasisi hii daima imekuwa ikishambuliwa bila huruma. Pamoja na Sabato ni mojawapo ya zawadi mbili tulizopewa katika bustani ya Edeni, na zote mbili zilikusudiwa kudhihirisha shauku ya Mungu ya kuwa na uhusiano wa karibu na viumbe wake. Ndoa, muunganiko wa karibu wa watu wawili wasio wakamilifu, daima utasababisha mvutano. Ndoa kati ya kanisa na Kristo ni muunganiko wa Mwokozi mkamilifu na bibi arusi asiye mkamilifu. Hata hivyo, tunaweza kujifunza kuhusu upendo wa Mungu kutokana na kile ambacho ndoa nzuri hutoa. Zifuatazo ni kanuni 3 za ndoa. Kwanza, msamehe mwenzi wako hata kama hastahili, kama vile Kristo anavyotusamehe hata kama hatustahili. Pili, mkubali mwenzi wako, udhaifu wake na yote, kama Kristo anavyotukubali sisi, udhaifu wetu na yote. Tatu, kama vile Kristo alivyotutanguliza, mtangulize mwenzi wako. Kanuni zote hizi 3 zenye msingi wake katika Injili zinawezaje kutusaidia sio tu kuelewa jinsi Mungu anavyohusiana nasi, bali pia kusaidia ndoa yoyote? Hii ni Aprili 13, mada ikisema mwili mmoja. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mwenyezi Mungu atubariki sote, na kwa neema yake tukaribie tena kujifunza mada ijayo.